Somo letu la leo linakwenda kuwa kumpenda Mungu kwa moyo wa utoto. Somo letu la leo linakwenda kuwa kumpenda Mungu kwa moyo wa utoto. Kumpenda Mungu kwa moyo wa utoto. Katika ulimwengu wa leo, watu wengi wamekuwa kimwili, lakini mioyo yao imekuwa migumu mbele za Mungu. Teknolojia, mali, elimu na uzoefu wa maisha vimewafanya wengi wajione ya kwamba wamejitosheleza. Ndiyo maana Yesu Kristo alifundisha ya kwamba mtu hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni isipokuwa awe na moyo kama wa mtoto. Haimaanishi kuwa mtu awe mtoto kwa umri, bali awe na tabia zinazompendeza Mungu. Mtoto huwa na tabia hizi akilelewa vema, kisha huzaa moyo ambao Mungu anatamani kanisa tujifunze kwa huo. Tukisoma ile Mithali sura 22 mstari wa 6, Mithali 22 mstari wa 6 nayo inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kuna mambo manne ambayo mtoto akilelewa vema huwa na tabia hizi. Jambo la kwanza ni mtoto humwamini mzazi wake. Tukisoma Mathayo sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 5. Mathayo 18 mstari wa 1 hadi wa 5 nayo inasema, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona katika neno hili ya kwamba bila kuwa na moyo kama wa mtoto hatutaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sio kwamba tuwe watoto, tunatakiwa kuwa na tabia ambazo zinampendeza Mungu na kuwa na tabia ambazo zinampendeza Mungu. Na pia tukisoma katika Marko sura ya 10 mstari wa 13 hadi wa 16. Marko sura ya 10 mstari wa 13 hadi wa 16. Nayo inasema, basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amin nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Hapa tunaona ya kwamba mtoto ni ufalme wa mbinguni. Imani ya mtoto haina masharti. Mkristo ambaye amejikana anatakiwa kumtegemea Mungu katika nyakati zote, iwe amani au kukosekana kwake, iwe shibe au njaa na kadhalika. Mfano, mtoto akiahidiwa na babaye jambo lolote,
huamini bila mashaka. Basi pia imetupasa vivyo hivyo kama kanisa la sasa kumtazama Mungu na kumwamini katika ahadi zake. Jambo la pili, mtoto akilelewa vyema huwa anakuwa mnyenyekevu. Mtoto huwa anakuwa mnyenyekevu. Tukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6, nayo inasema, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Katika mstari huu tunaona ya kwamba mtu ajikuzae atadhalilishwa na mtu ajidhalilishaye atakuzwa na Mungu. Kiburi humtenga mtu na Mungu, lakini unyenyekevu humvuta mtu karibu na Mungu. Mungu huwapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Jambo la tatu, mtoto akilelewa vyema huwa anakuwa na moyo safi na utii, pia anakuwa amejaa upendo. Tukisoma Zaburi ya 51 mstari wa 10. Zaburi ya 51 mstari wa 10. Zaburi ya 51 mstari wa 10 nayo inasema, Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Kwa hiyo tunatakiwa kumwomba Mungu atuumbie moyo safi na roho iliyotulia ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu huwa anatazama moyo kuliko muonekano wa nje. Sehemu ya pili ambayo moyo Mungu anaoutaka kwa kanisa wenye kufananishwa na mtoto. Moyo Mungu anaoutaka kwa kanisa moyo wa utoto hujifunza. Moyo wa utoto hujifunza. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 6, ambayo inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mkristo asikatae mafundisho na maonyo, bali awe mwenye kutetemeka asikiapo neno la Mungu, maana ndiyo mafunzo ya namna ya kumpenda Mungu na kupokea ahadi zote zilizowekwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, moyo wa mtoto husamehe na kutafuta suluhu, hasa wanapokosea au kukosewa. Pia hutumia nafasi ya msamaha kuimarisha upendo na ushirika mpya. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 32. Waefeso sura ya 4 mstari wa 32. Na inasema, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa ya kwamba tunatakiwa kuwa na moyo wa msamaha. Tunatakiwa kuwa watu wa kusamehe na watu wa kutafuta suluhu. Kwa hiyo tunaona hapa ya kwamba tukiwa na mioyo ya kusamehe tutakuwa na
kuufadhili, kuwa na huruma kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona pale kwamba jambo la tatu, watoto wengi hurudiana haraka baada ya ugomvi. Jambo la tatu, moyo wa mtoto humwabudu Mungu kwa furaha na kwa heshima. Bwana asifiwe. Humwabudu Mungu kwa furaha na kwa heshima mahali popote, pasipo kujali mazingira yoyote. Tukisoma ile Zaburi ya 100 mstari wa 2. Nayo inasema, Zaburi ya 100 mstari wa 2, nayo inasema, mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Ibada haitakiwi kufanyika kama desturi, bali ifanyike kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, moyo wa mtoto ni mwelekevu katika kujifunza kwa kuona. Hivyo kanisa lazima liwe kioo kwa watoto katika kujifunza mwenendo mwema na tabia kwa ujumla, ikiwemo ibada na bidii ya kumpenda Mungu. Tukifungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5 hadi wa 7. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5 hadi wa 7, nayo nasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Bwana Yesu asifiwe. Katika neno hili, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5 hadi wa 7, tunaona ya kwamba mzazi anatakiwa kumfundisha mtoto wake tabia njema. Mzazi anatakiwa amfundishe mtoto wake tabia nzuri zinazompendeza Mungu. Pia mtoto anatakiwa kuchukua jukumu, na watu wote pia wanatakiwa kuchukua jukumu la kumpenda Bwana kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote na kwa nguvu zao zote. Bwana Yesu asifiwe. Watoto hujifunza zaidi kwa kuona kuliko kwa kusikia. Kanisa la sasa ni lazima tujiulize kama maisha yetu yanawavuta watoto kumjua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naona ya kwamba watu wote wanatakiwa kuwa watakatifu ili waweze kumpendeza Mungu, ili Mungu aone kwamba kuna watu wake wanaomtumikia kwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakusema kwamba tuwapende watoto peke yake, bali tujifunze kutoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa mtoto mbele za Mungu ni moyo unaoamini, ni moyo mnyenyekevu, moyo msafi, moyo mtiifu na moyo wa upendo. Katika sikukuu hii ya watoto, kila mtu aombe Mungu amrudishie moyo huo ili maisha yake yawe ushuhuda kwa kizazi kijacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa kwa mfano tuangalie habari za
Yeremia aliitwa na Mungu akiwa mtoto mdogo. Mungu alimuita kuwa nabii, lakini yeye alijaribu kukataa. Lakini Mungu pia akamtia moyo kuifanya kazi yake. Kwa hiyo tunaona baada ya Yeremia kuitii sauti ya Mungu, kufanya kusudi la Mungu hapa duniani, tunaona ya kwamba maisha ya Yeremia yakawa ushuhuda kwa kizazi hiki tunachokiona, tulicho nacho hapa sasa hivi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutakwenda kuomba kwamba Mungu aturudishie moyo safi na roho iliyotulia ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakwenda kusimama kwa miguu yenu, na pia tutakwenda kuomba. Tutakwenda kuimba wimbo wa kuabudu, na kisha tutaingia kwenye maombi. Tutakwenda kuomba kwamba Mungu atuumbie mioyo safi na roho iliyotulia ndani ya maisha yetu, na pia tutamwomba Mungu rehema pale ambapo hatukuishi kwa utakatifu, ili tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakwenda kuimba wimbo wa kuabudu, kisha tutaingia kwenye maombi. Amen. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Kusanyiko hili la ibada siku ya leo, asante kwa ajili ya watoto, walimu wao, wazazi na walezi wao. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya kanisa lote. Sasa tunashukuru pia kwa ajili ya majira ambayo umetupatia ya transition kutoka mahali kwenda mahali kwa ajili ya utukufu wako. Naamini ya kwamba maongezeko yatakuwa makubwa zaidi na utukufu wako mwingi utaonekana. Ahadi yako utaitimiza. Bwana, asante kwa ajili ya watu wako. Mbariki kila mmoja anapotoka kwenye ibada hii siku ya leo. Sadaka ambazo watu wako wamekutolea, Bwana, zikafanya ile kazi njema ya ufalme. Watu wako wakapate kuinuliwa zaidi, wakatimize kusudi lako katika ulimwengu huu. Tuingiapo tutokapo tukabarikiwe kuanzia sasa na kuendelea. Ulinzi wako kawe juu yetu, na mipango yote iliyoko mbele yetu ukatuongoze, maana wewe ndiwe Mungu wetu, hapana mwingine zaidi yako. Tumaini letu ni kwako, tegemeo letu ni kwako. Mwenyezi, mwenye nguvu, uweza na mamlaka, tunakushukuru sana. Libarikiwe jina lako, Mfalme, kwa kuwa matendo yako ni ya ajabu, utukufu wako ni wa ajabu, fadhili zako ni za milele. Na kushukuru Bwana, tuongoze Mfalme siku hii ya leo na wiki nzima iliyopo mbele yetu, ikawe wiki ya baraka na utukufu wako, tukisimama kinyume na mifumo yote ya uharibifu katika ulimwengu wa giza. Tunazima mishale yote yenye moto ya yule movu, haitafanikiwa. Bwana, utatulinda, utatubariki, utatutia nguvu, utatuwezesha. Mkono wako ulio hodari utakuwa pamoja nasi katika kila hatua, kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwenye nguvu, mamlaka na uweza. Tumeomba kwa imani na tunakushukuru. Asante Bwana, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki, Mungu akuangazie nuru ya uso wake, akufanye kung'aa na kuimarika zaidi katika kila jambo, ukafanikiwe katika mambo yote kama roho yako ifanikiwavyo, katika jina la Yesu. Enenda kwa amani. Amen. Amen.